Polisi alifuatilia mauaji ya ajabu bila kujua, kumbe ulikuwa ni mchezo wa shetani. Picha yetu inaanza huko Kolea na siku ya leo ni siku ya mvua. Huyu anaitwa Afande Jongo. Afande Jongo yeye anaishi na familia yake, yaani mama, mkewe pamoja na mwanaye, na mke wake jina lake anaitwa Mina na mama yake anaitwa Jenny na mtoto wake anaitwa Honji. Hawa familia wanaishi kwa upendo na amani. Siku moja asubuhi yake leo amepata taarifa kwamba kuna mauaji ambayo yametokea, na maafande ama mapolisi kwa wingi wamesogelea eneo la tukio, na hapa kukuta watu wameuana vikali, na mmoja ya mwanafamilia ambaye ana pingu mkononi, lakini kama mtu ambaye amechanganyikiwa. Inasemekana mwanafamilia huyu aliua familia yake kwa mkono wake yeye mwenyewe. Afande amekaa na maswali mengi na kuanza kujiuliza, iweje mtu auwe familia yake? Na mafande waliangalia vifo hivi vilivyotokea, lakini ushahidi waliukosa, na maafande wakabaki katika alama ya kuuliza ama alama ya maswali. Wakiwa katika njia moja wanaendelea kwenda sehemu nyingine ambao kuna tukio kama hili limetokea tena, na afande huyu wakaendelea kuangalia na maafande wakaendelea kujiuliza ni kitu gani ambacho kinasababisha. Lakini Jongo alipoangalia alikuta alama hapa ambazo hazieleweki na kuhusisha vifo hivi vimeungana pamoja na masuala ya kishirikina. Huyu mwindaji leo ameingia katikati ya poli akiwa anawinda na alikuwa tayari ametega mtego wake, na mtego huu umenasa swala, lakini mara ghafla akateleza na kudondoka chini na kupoteza fahamu. Lakini huyu mwindaji anakuja kupata fahamu, anamwona mtu akimla yule swala wake akiwa mzima. Huyu mtu alishindwa kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. Lipo stajabu ya Musa, naye akamtokea Filahuni akamkuta Mazetu. Katika shift ya usiku, Afande Jangpo akiwa na swaiba yake Jangbuk, katika usiku huu wanapiga stori kwa kuwa leo ni shift yao ama ni zamu yao kukaa katika lindo hili usiku mzima. Huenda wateja wakaja ama wananchi wakuja kulalamika juu ya kesi mbalimbali, na kituo mara nyingi huwa vinafanya kazi kama ilivyokuwa misikiti ama makanisa. Basi tunaendelea hapa sasa, wakawa wanajadiliana juu ya mauaji ambayo yanatokea, lakini Jangbuk anamwambia Jangpo, bwana, kuna mzee mwenye asili ya Kijapani ambaye sasa hivi yupo huko msituni amejenga nyumba. Watu wengi wanamuhisi yeye, kusema yeye ndio chanzo cha vifo vyote ambavyo tunaviona. Upande huu hapa Jangpo akamwambia hakika kuna maneno, lakini ghafla umeme ukakatika na Jangpo akaenda kushughulikia tatizo la moto. Lakini Jangbuku kuna kitu anakiona nje, na jamaa Jangpo alipoenda kuchungulia kitu gani ambacho kakiona, walimkuta mwanamke yuko uchi wa mnyama, na hata walipotoka nje ya dirisha kumwangalia wa binti ambaye alikuwa uchi wa mnyama hawakumkuta. Asubuhi yake ilipofika, jamaa kama akawa anajinyosha na hapa kupata chai ama kupata chakula, na wewe na familia yake wote wanakula chakula pamoja na kumchukua mwanae kumpeleka supermarket kwenda kuchukua mahitaji, midori pamoja na pipi pamoja na biskuti. Kwa hiyo baada ya hapo mwanae akaanza kula ubuge na hapa kuchezea vitu. Lakini tena taarifa zikaja tena kama kuna mauaji mengine yametokea, na Jangpo akawasili haraka sana iwezekanavyo. Jangbuk akamwambia hakika ni yale tulio ambayo tunayaona kila siku. Basi Jangpo taratibu anapelekwa mpaka eneo la tukio, lakini hapa kuna mwanamama ambaye alikuwa tayari amechanganyikiwa na akaanza kufanya vurugu, na watu kila wakimkamata huyu mama inasadikika na yeye kwa mikono yake ameua familia yake yeye mwenyewe. Na hapa Afande Jangpo likamdondokea swala zito, huyu mama akaanza kumshambulia Jangpo kila alipotolewa, lakini alimng'ang'ania Jangpo, hali ya kwamba Jangpo alibaki katika question mark. Iweje mimi? Kwa nini niwe mimi? Huyu hapa anaitwa Sato yuko kwa mbali anaangalia hili tukio lote ambalo linaendelea, na Sato yeye ndo anasadikika ndio mzee ambaye anazaniwa. Basi kwa upande hapa maskari
jamaa alishindwa hata kula. Hata mwanae Honjing anamwambia baba kula, ambaye hakika utapondoka kidogo naweza nikajikaza mwanangu, kwa sababu hakutegemea yule muhanga kama angemfanyia hili tukio ambalo muhanga alimfanyia. Na asubuhi ama usiku ule aliona mwanamke ambaye yuko uchi wa mnyama. Jamaa anazidi kuchanganyikiwa, jamaa anazidi kudata nini afanye, ama ni nani ambaye anasababisha haya mauaji. Na asubuhi yake walimkuta mwanamke amejinyonga, na huyo mwanamke inasadikika ni yule mwanamke ambaye alikuja kituoni akiwa uchi wa mnyama. Kwa hiyo matukio yakazidi kuongezeka na vifo vikazidi kutaradadi, na afande akazidi kuchanganyikiwa kwa sababu serikali ilifanya uchunguzi mpaka ikafanya tena, na hapa wakamkuta mtu amejiua tena, yani amejidinginiza. Yani ni baraa, ni hatari, ni shida tupu. Na kila siku zilipozidi kwenda, ushahidi wa mauaji ama matukio haya kupatikana, maafande wakazidi kuchanganyikiwa na kutokujua wafanye kitu gani. Basi alikuja hapa katika mnada. Huyu mwenye nyama anasema siku hizi hata nyama sina, kwa sababu inasemekana huko kuna mzee mmoja ambaye alitaka kumbaka mwanamke huyo, na huyo mwanamke ndio ambaye alitembea uchi. Sasa hapa kuna maswala afande anaanza kusikia kutokana lisemwalo mtaani lipo, na uvumi siku zote unasambaa kwa hatari kwa kasi. Jamaa akasema hata mimi yule jamaa wangu ambaye ananiletea nyama sasa hivi simuoni, kwa sababu yeye ndio alikuwa ananiletea nyama. Jamaa akamwambia hakika unasema kweli? Maana naye alikufa vibaya amechanachwana, na huko polini ndio ambao amemkuta. Basi jamaa alikaa hapa huko akiwaza na kuwazua kitu gani wafanye, kwa sababu hapa ndipo alipojinyongea yule mama. Lakini wakiwa wanapiga stori, mara ghafla wanaona mawe yanaanza kutupwa, ama kuna mtu anarushia mawe, na walipomwangalia huyu mtu vizuri hakuwa ni mtu mwingine bali alikuwa ni mwanadada ambaye anaendelea. Wakamwambia wewe vipi, huyu mama anaitwa Shiro huyu na yeye ni Mjapani. Sasa hatujui hawa Wajapani wote wamefuata nini hapa. Kwa hiyo hawa maafande wakaendelea, lakini kila walipompuuzia na bidada aliendelea kurusha mawe, na wakasema huyu mwanamke naye vipi amechanganyikiwa ama. Lakini afande mmoja aliondoka na kumwacha afande mwenzake ambao ni Jang Po akiendelea, na mama Shilo taratibu alimsogelea na kumwambia hakika mimi najua kinachoendelea. Akamwambia unajua kitu gani wewe? Akamwambia hakika yule mtu hajajiua, bali kuna mtu yeye ni shetani ambaye anasababisha malazi mazito kwa watu na kufanya watu wao waondoke wafe. Akamwambia naweza nikaingia ndani nikakuonyesha kitu. Afande alikataa, lakini mwisho wa siku afande alimwachia kwa sababu bidada aliongea mambo mengi, na jamaa akatamani kujua kama vile afande na aweze kupata lau kwa ushahidi uweze kumsaidia. Jangbo akaendelea kuambiwa kwamba huyo mtu sio mtu wa kawaida bali ni shetani, na huyo shetani siku zote anachukua nafasi ya mtu. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye anasambaza magonjwa na watu wanafikia hatua wanachanganyikiwa na kuua familia zao. Mtu ataanza kujikuna, ataanza kutoka mapele, mwisho wa siku atakuwa mkali, na hapo atapokuwa mkali na kila anapozidi kuendelea ndio anafanya mauaji. Lakini hapa afande alipata simu, na kipindi anapata simu na aliporudi tena kumwangalia ubinti, wala hakumuona huyu binti Shilo ambaye alikuwa anampa maelezo ameelekea wapi. Alimtafuta kushoto, kulia, mbele, nyuma, mbele, lakini wala hakumuona. Na hapa akamwona mtu anamla mtu akiwa iko uchi. Basi kwenye kelele hizi jamaa alitoka haraka, na huyu mtu aliendelea kumfuata, lakini kumbe ilikuwa ni ndoto na wala haikuwa kweli. Jamaa anatoka katika usingizi, anasema hizi ndoto ama ili ono niloliona ni la kitu gani? Basi hapa kuna chakula kimeandaliwa, na jamaa akaona isiwe kesi, kwa sababu ametoka katika ndoto nzito. Mimi na mke wake anamwambia hakika, mjiandae haraka sana uende zako kazini. Basi bwana huyu anamwangalia mtoto wake kidogo, inasemekana kichwa kilikuwa kinamuuma. Na asubuhi ilipofika, jamaa aliingia tena kazini na kuendelea na majukumu yake ya kazi, na kiongozi akamwambia hakika inabidi mfuatilie kwa sababu kuna mambo mengi hayaeleweki na inabidi mpambane. Basi wakakaa hapa kwenye njia ambapo leo wamepangiwa wafanye kazi ama waangalie magari yanayokuja, gari lipi tapita kwa kasi, ndio kama hivyo na mambo mengine, kwa sababu siku zote polisi wamewekwa kwa kulinda usalama wa raia. Basi waliporudi tena kituoni hapa, na wakaenda moja kwa moja kwa huyu mtu ambaye yeye ni mwindaji, na huyo mwindaji akaanza kuelezea
kumbe siku ile hakufa bali alinusulika. Na akaanza kuambia, umeona hii alama ambayo ipo kichwani hapa, nilinusulika. Yani sasa hivi hata nyama kwenye friji langu hakuna. Na ikabidi aende kuonyesha friji liko empty, halina kitu chochote. Akamwambia, kuna mzee nimemuona huko polini, na we mzee sijamuelewa, kwa kuwa yeye mzee alikuwa anakula nyama, mimi nimefanya mawindo na nyama imepatikana swala wangu, lakini nataka nimle nyama ama niende nikamchune nyama, nikadondoka bahati mbaya. Kwa hiyo nilipodondoka, yule mzee alikuja akanitisha vikali, lakini nilikimbia sana na Mungu alinijalia nilipona, kwa sababu nilinusuru maisha yangu. Mafande wakamwambia, hiyo sehemu unapajua? Akamwambia napajua. Mafande wakaletwa moja kwa moja mpaka hilo eneo ambalo huyu mwindaji alikutana na huyo mzee ambaye alitaka yule swala amle. Mwindaji huyu aliwaleta taratibu na kukujiamini, kwa kuwa anajua maisha yanaendaje, lakini mara ghafla hali ya hewa nayo ikaanza kubadilika, na hata yule swala pale alikuwa tayari ashaanza kuharibika ama kuoza. Na akamwambia, hapa ndo nilipokuwa na yule ndo swala wangu, lakini nilishangaa kumwona yule mtu akiwa yupo kama mnyama. Na afande akamwambia, basi tuzidi kutupeleka tujue sehemu gani ambazo umekimbilia. Hali ya hewa ikazidi kuwa mbaya na mvua zikaanza kunyesha. Huyu raia akatamani kurudi, akaambia, hapana, mimi siwezi kwenda mpaka huko kwa sababu mimi ni raia wa kawaida na nyinyi watu maaskari. Lakini huyu jamaa Jang Po akaendelea kumkamata, na mwisho wa siku jamaa akateleza na kudondoka chini kama ilivyokuwa mara ya kwanza, akapiga chini na kupoteza fahamu. Na jamaa hapa kidogo vimvua hivi na kuanza kumshikashika mchizi, akamwambia, nyinyi hakika mnanisababishia matatizo. Mwanzo nilitaka kurudi nyumbani, lakini nyinyi mnalazimisha mimi niendelee kubaki hapa. Tatizo hili lilimwasili, na baada ya kupata shoti na huyu mchizi aliletwa hospitali moja kwa moja, na Jang Po akajikuta yeye ndio mhusika wa kila kitu, kwa sababu huyu mtu wasingemforce wala wasingekubali kuwapeleka kule. Lakini mara ghafla wanasikia kelele, na walipokuja kuangalia hizo kelele ni nani? Ni yule mtu ambaye familia yake yote alijua picha ikiwa inaanza. Na hapa afande alimkumbuka vizuri huyu jamaa Mawenge. Huyu jamaa hali imebadilika, na hapa alionekana shingo yake na ugonjwa hatari ambao vidonda si vidonda, pojo pojo so pojo pojo. Na huyu mchizi alipiga kelele sana, mwisho wa siku naye alipoteza maisha. Afande anajiuliza, hili tatizo ni tatizo la aina gani? Amekuja hapa kidogo kunywa soju ama kupata gongo kidogo aweke akili yake vizuri, kwa maana hawaelewi hili tatizo linasababishwa na nini, ama shida ambayo imekumba nchi yao kwa wakati huu ni shida gani. Lakini hapa wanamwona mwanamama na yeye ana vipojopojo kama vile shingoni na akiwa yuko ovyo ovyo. Jamaa alimwangalia vizuri na kumnakili huyu mwanamke, yani hata haoni aibu, mwanamke pekee yake anaomba kusita. Basi na walipomaliza kugonga mvinyo, jamaa alirudi zake nyumbani na alitulia kidogo. Lakini hapa anaingia chumbani, anamkuta mwanae akiwa anaota, anasema, tafadhali naomba usiingie nyumbani kwetu, tafadhali mimi sitaki, naogopa, acha mimi, wewe shetani, toka. Mtoto akawa anakemea na baba akawa anamtuliza mwanae, ni shida ni nini? Mtoto anasema hakika kuna mwanamke anataka kuingia ndani ya nyumbake. Asubuhi anamkuta binti yake akiwa anagonga samaki, na hawa samaki binti yake mara kwanza alikuwa hawali ama alikuwa hapendi. Akaanza kuona vitu vya ajabu, na mama wake na mkewe wote walishangaa. Na hapa jamaa akaona kabisa kuna jambo la tofauti, lakini mama yake mzazi akamwambia, hakika kuna jambo ambalo silielewi kwa mwanao, kwa sababu samaki yeye alikuwa hapendelei, lakini iweje leo anakula samaki tena anafurahia? Huoni kama kuna kitu cha tofauti ama kuna tatizo? Basi bibi huyu akawa na maneno mengi ya kumwambia, na kaka hapa Jang Po akamwambia, hakika hata mimi mwenyewe sielewi. Na jamaa akaingia katika nafasi yake ya kazi na akaendelea kufanya kazi. Huyu jamaa anaitwa Ying Sam. Huyu Ying Sam yeye inasemekana anakijua vizuri Kijapani, na yeye alikuwa ni mchungaji. Umeelewa? Kwa hiyo Ying Sam amechukuliwa hapa ili mradi wapange safari ya yeye na Ying Sam waende moja kwa moja kwa nani? Kwa yule Sato ambaye yuko juu ya milima, ambaye yeye yule ni Mjapani. Kwa hiyo wakamtafuta mtu ambaye anakijua Kijapani vizuri, na wakachukuana mdogo moja kwa moja kwenda kwa huyu Sato ambaye wanashtumiwa na watu wengi kusema huyu Sato ndiyo muuaji, kwa kuwa yeye ni Mjapani ambaye anakaa huko. Lakini walipofika hapa ndani mwenyewe hakumkuta, na wakaanza kusachi ili mradi kuangalia, lakini hapa mbwa mkali anabweka.
Huyu jamaa amekaa nje akiwaangalia hawa askari kipindi wanaendelea kufanya, lakini hapa afande kuna sehemu kaona chumba kinawaka mishumaa na hiki chumba kimefungwa, ikamtaka yeye na kumlazimu aingie bila ruksa mwenyewe na kuvunja ile kufuli. Anakuta mishumaa kwa wingi na akaanza kuangalia, lakini kuna vitu vya ajabu kama alama, mizimu pamoja na vitu. Ina maana hapa kuna ibada za kishirikina ambazo zinaendelea. Afande alizidi kuchanganyikiwa na akaendelea kuangalia vizuri. Afande huyu anazidi kugundua vitu ambavyo sio vya kawaida, na hapa katika chumba hiki alikuta picha za waanga wote ambao tayari wameshafariki dunia ziko ndani ya chumba hiki, na anajiuliza kweli ya watu ambayo wanawasema huyu mtu ni muuaji kiasi hiki. Na hapa kitu cha ajabu, kakuta mpaka picha ya mwanaye na kiatu cha mtoto wake na watu wote waliokufa, hata yule mwanamama ambaye amejinyonga. Ina maana hapa hawa wakifanya mauaji huwa wanapiga picha kabisa na picha zao wanaondoka nazo. Akakuta waanga wote wa mwezi mzima ama miezi mitatu wote ambao kesi hizi yeye amezishuhudia kwa macho yake, na huku nje balaa likatokea. Huyu mbwa akaanza kufanya vurugu na kuanza kumngatangata huyu, lakini Sanguku kila akimsaidia huyu jamaa ili madi atoe, anakuta nguo alovaa ya kanisani inazidi kuchanika na mbwa anamngangatia, na mwisho wa siku kamba ya mbwa ikatoka na balaa likaanza, na wakaingia ndani ya nyumba hii na wakaanza kupambana na mbwa ili mradi asiwazuru. Lakini huku Jangpo anazidi kushuhudia vitu ambavyo hajavielewa, na wakiwa wenzake wanapambana na mbwa, lakini ghafla mbwa aliacha kuwasumbua ama aliacha kupambana nao na kuwakuta wakiwa ndani. Ikabidi watake lazi na kumwomba msamaha, lakini afande Jangpo kitu alichokiona kiatu cha mwanae kimefatafata nini huku, na hakuwa na neno lolote la kuongea. Mtu mzima aliwaangalia na kuangalia na hakuwa na maneno mengi. Akamwambia, hakika mmevunja utaratibu wa nchi na mmevunja utaratibu wa sheria. Nchi yenu ndio inavyowaambia hivyo. Kwa aibu wakaondoka, lakini mvua ikawa inanyesha na afande akawa azungumze chochote. Kila alichokiulizwa alikuwa ameganda na limemshuka, kwa sababu hajaamini. Anajiuliza, hiki kiatu cha mwanangu kule kimefuata nini, ama ndani ya chumba kile kimefuata nini? Ina maana watu wanaosema ni kweli? Huyu mtu ni mwanga kweli, ama ni huyu mtu ndiye ambaye anasababisha matukio mazito? Angalia kiatu cha mwanangu kimefuata nini ndani ya nyumba ile? Lakini huyu jamaa akawatuliza, na hapa akatoka moja kwa moja kwenda kumwambia binti yake, hiki kiatu umempa nani? Binti akasema, mimi hiki kiatu sikijui na kiatu sijampa mtu yoyote. Akamwambia, mwanangu, hiki kiatu cha kwako. Mtoto kwa dharau hamwangalii babake wala asikilizi babake kitu gani ambacho anakiongea. Mtoto alipoona baba anazidi kumsumbua, mtoto akaanza kujibu shortcut na kupandisha mdadi ama kupandisha hasira, kwa sababu baba yake anamuona kama anamsumbua, na hali ya kwamba hajawahi kumfanya babake hivi tangia amemzaa. Akaanza kumkalikia. Baba alichanganyikiwa na kujua sasa hivi mwanae ana hali ya tofauti, na baba akamfuata mwanae taratibu, kwa sababu kuangalia ile michoro anaochora akakuta mwanae anachora alama za kutisha. Mwanae anachora vitu ambavyo havitakiwi, na mwanae wa kike akaanza kumpekua, akamkuta na alama mapojopojo mwili mzima. Mtoto anakuja kuamka anamkuta baba yake anampekua. Mtoto akajua baba alitaka kumla mzigo, na baba akaanza kupigia kelele baba yake kwamba baba anataka kunibaka. Unaona maneno hayo? Kwa hiyo sasa mtoto sasa hivi na baba yake ushaanza kuingia uadui, na wakati walikuwa ni marafiki wakubwa. Mama ama bibi anamtuliza na mkewe akawa elewi kitu gani mtoto anachokizungumza, na huyu kama afande, na yeye ni aibu kubwa kwa jambo hili kuambiwa anataka kumbaka mwanae, ama mwanae anathibitisha baba ananipekua na anataka nini. Basi baba alijinamia chini na baba akamwambia mama yake, hakika tumtafute mganga kutusaidia. Basi huyu hapa padri huyu, na moja kwa moja wakachukuana tena kwenda huku ili madi akamtafsirie kilugha ambacho anakiongea, na akaja akamwambia, hapa kama una mchezo na watu wengine basi endelea kuchezea hao, na mchezo na mtoto wangu mimi sitaki, na hakika ukifanya jambo lolote litakugharimu maisha yako. Jamaa ikabidi ampe passport na kumwambia, mimi sio mtu ambaye nimehamia kiharamu hapa, kwa hiyo mimi hapa nina kila ushahidi na niko hapa na kila jambo. Na chizi alipoenda kuangalia tena vile vitu vya ushahidi alikuta kila kitu kimeshaondolewa, yani hii nyumba iko nyeupe. Na jamaa akazidi kuangalia na akasema, hakika umevitia moto, na kama umevitia moto kuficha ushahidi, hakika nitakukamata.
na ukiendelea na tabia yako nakupa siku zako 3 tu, na hizi siku 3 ukizifanyia masiala kama hapa hujaondoka, hakika jambo zito litakutokea. Jamaa akaja kumchimba mkwala huyu mganga ama huyu mchawi ama huyu mtu ambaye anakaa huku polini. Basi huyu jamaa anatafsiri kinachotokea huku kwenda huku, anatafsiri Kikolea kwenda Kijapani na kutafsiri Kijapani kwenda Kikolea. Basi jamaa akachukua na hasira na kuanza kuvunja nyumba ya huyu mtu, kuvunja mila, matambiko ya huyu jamaa. Huyu mbwa akapata hasira, akataka kumshambulia, lakini jamaa aliua mpaka mbwa, na kwa hasira akatoka tena nje na kumwambia, hakika we mzee, nakupa siku zako 3 tu, usipoondoka hapa jambo zito litakutokea. Basi mama huku na naniu na mkeo wakamchukua mtoto kumleta kwa daktari, na daktari aliangalia hizo pojopojo, lakini jibu zuri na jibu kamili walilikosa. Baba amechanganyikiwa na mama hapa amechoka, hajui afanya kitu gani. Basi usiku huu wa leo waliporudi nyumbani, na hapa jamaa anamwambia, hakika kama alau unaweza nikupata mganga, ili mradi mganga huyo aje kusaidia maisha ya mtoto wangu, nawaza sana na sijui kitu gani ambacho naweza nikafanya. Baba anajikuta yupo katika hali ngumu, na asubuhi yake ilipofika kumetulia vizuri, lakini hapa mtoto wanakuta paka kaning'inizwa ndani ya mlango wao. Lakini jamaa alipotaka kunyanyuka alishindwa, yani kutoka nje ameshindwa, kwa sababu amefanya mazito, na yeye kumbuka amemchokoza mganga. Kwa hiyo mganga kafanya mambo yake, na jamaa hata kujiburuza kutoa mguu wake ameshindwa, na huku baba anaumwa na huku mtoto wake anaumwa. Kwa hiyo baba amechanganyikiwa na mtoto huku alipo naye anaumwa, anauliza tu hali ya mwanangu inaendeleaje, kwa sababu wazazi siku zote wanapambana kwa ajili ya mapenzi ya watoto wao, na hakuna mzazi ambaye anatamani kumwona mtoto wake amekufa mapema. Askari huyo taratibu nguvu anaanza kupatapata, lakini baada ya kusaidiwa, na huku kelele zikazidi kuwa nyingi, na huyu mtoto alishika mkasi na akataka kujizuru, ama alimchana kidogo bibi yake. Basi mtoto anaanza kujikuta anataka kufanya mambo mazito, ama anataka kufanya matukio ambayo hajatakiwa kufanyika. Basi hapa maiti ama huyu mtu ambaye alijeruhiwa na mtoto akaanza kupelekwa hospitali, lakini baba akajua kabisa wazi hii hali sio kawaida. Akamwambia Jangbuko, mwanangu nisaidie, mzee Jangbo, nina shida mwanangu. Kama vipi nisaidie? Nitafutie hata mganga lau aje kumsaidia mtoto wangu, kwa sababu hali ya mtoto wangu kila siku inapoenda, hali ya mtoto wangu inakuwa mbaya. Huyu anaitwa Ligwang. Huyu Ligwang ndiyo mganga ambaye amepigiwa, ama ndiyo mganga ambaye ametafutwa, na mganga huyu ndiyo anasadikika anabidi aende kwenda kusaidia familia ya Jangpo. Basi mganga huyu alifika mpaka na Jangpo, lakini walivyoangaliana macho kwa macho na Jingho, hapa kuna ishara ama kuna dalili ambazo zimeonekana, na huyu mganga akasema hakika inabidi tuendelee kuangalia. Hemu nendeni pale katika kile chungu pale, kuna kitu amewekwa kama majini, na hilo jini ambalo linasumbua sana. Basi chungu hiki kikachukuliwa, na kilipovunjwa iko chungu, ndani ya iko chungu hajamini wamemkuta kunguru ambaye ameshakufa. Watu wote wanashangaa, huyu kunguru kaingiaje? Akaambia hakika haya maji ndiyo ambayo yaliletwa kama urogi hapa nyumbani kwenu. Na mganga akaanza kufanya matambiko yake, na mtoto akawa anapiga kelele, huku dua inaendelea. Mtoto anapiga kelele, toka, sitoke mimi, ushindwe. Mganga akaendelea na dua kali, na kila alipofanya dua mganga kuna maono na yeye anaanza kuyaona. Na alipotoka nje na alipomwangalia ubinti kidogo, hali ilitulia ya vurugu. Akamwambia hakika una safari ndefu sana, na hakika ukifanya masiala mtoto na familia yako utaitia hatiani. Kwa hiyo cha msingi inabidi upambanie sana familia yako, upambane sana na kesho yako, na ikiwezekana kuna dua nzito na tambiko inabidi tuje tulifanye, ili mradi mwanao tumtoe katika kiza hiki ambacho sasa hivi kiza hiko kinamsumbua. Basi mganga huyu hajataka kumficha, akamweleza kinaga ubaga, lakini asubuhi yake tena wamepata tena habari kwamba kuna msiba umetokea na familia imekufa ama imeuana, na mwisho wa siku wengine wametupwa ndani ya kisima kikubwa. Angalia jinsi walivyochinjana. Baba ndiyo inasadikika ameua familia yake yote. Kwa hiyo kila siku familia zinauana wenyewe kwa wenyewe, yani natokea tu mtu anachanganyikiwa na mwisho wa siku anaua familia yake. Na alitoka moja kwa moja na Jingwang huyu mganga mpaka eneo lake, ili mradi wafanye alau tambiko ama wafanye ibada
ya kumnusuru mwanaye na shiriki hiyo ambao sasa hivi inamsumbua, ama kumuondolea mwanaye uchawi ambao sasa hivi unamkabili. Jungkook hakuwa na maneno mengi, Jungpo hakuwa na maneno mengi, akasema sawa, hiyo milioni 5-6 nitakupa, na mganga akavua nguo zake zote na mwisho siku akavalia nguo za kazi. Lakini kidogo alikuwa anakula vitu, ikiwezekana aika akili yake sawa na ajue namna gani anaweza kwenda kumsaidia huyo mtoto Jingho, mtoto wa afande Jungpo. Basi wakiwa hapa anamwambia hakika dunia hii imeharibika na huyo mchawi ama shetani ambaye yeye ndio ambaye anasababisha maradhi kwa watu, nataka tumwangamize kwa sababu nimeshamjua na huyo mtu nimeshamuona. Kwa hiyo mganga huyo aliongea mambo mengi na kumwambia vitu vingi ili mradi jamaa aendelee kumwamini. Na siku yake ilipofika hapa, jamaa anakuta gari, na gari hili hajalielewa, lakini ndani ya gari hili kuna shida, kama kuna mtu ama alama za vitu ambavyo vimefunikwa na mtu tayari zamani amekufa, Jong Bae. Sasa kuangalia vizuri, huyo Jong Bae ni mtu ambaye yeye siku zote anamfanyaga huduma zake za hapa na pale, na alienda sehemu hapa akaanza kuoga kujeka vizuri, na mwisho wa siku kuendelea kufanya ibada zake huyo mzee ambaye yeye anaishi milimani na ambaye afande amempa onyo. Lakini kuna mwanamke kila kitu anakishuhudia ambacho huyu afande anakifanya, ambayo huyu mchawi anakifanya. Huyu mchawi naye alijiandaa kufanya ibada yake ama kufanya matambiko yake upande wa pili, na alienda dukani akachukua kuku, na huku jamaa yeye akiandaa hizi ibada ambazo huyu jamaa amemwambia ibada hizi za kumuondoa huyo shetani. Na huyo shetani ni ule mzee ambaye yuko milimani, kwa sababu jamaa alisema Jungpo, huyu jamaa alichukua kiatu cha mtoto wake. Kwa moja kwa moja uchawi unafanyika hapa, moja kwa moja anaenda kumlenga yule mtu ambaye alichukua kiatu cha mtoto wake huyo, ama albadili hii inapigwa kwa yule mahususi. Lakini kipindi jamaa anafanya dua akiwa na watu wake wengi, upande wa mwingine huyu jamaa akiwa yuko peke yake, ni jeshi la mtu mmoja, mtoto akawa anaanza kupata shida, akaanza kuchakalika, akaanza kupandisha mashetani. Lakini mtoto anasema baba, naumia. Jamaa huku anaendelea na ibada zake na watu wanaendelea kufanya ibada, na upande wa pili huku mtu mzima na yeye anaendelea na ibada zake, ingalikuwa ameweka picha mbele pale ya ule mtoto. Basi huku ibada inaendelea, jamaa akakata mgomba na mwisho siku akaanza kuushindilia, na mtoto anapiga kelele nyingi. Lakini upande huku tunamuona huyu mtu mzima ambaye yeye anasadikika ndio mchawi, anaanza kupata shida, anaanza kuchanganyikiwa, anaanza kupata maumivu, na mwisho wa siku huyu mtoto anamwambia babake, baba tafadhali mwambie aache, baba mwambie aache, la sivyo ataniua. Lakini hali ya huyu mganga huko inaonekana iko mbaya kwa sababu damu nyingi zilikuwa zinamtoka. Sasa baba huku mtoto wake kwa jinsi anavyompenda na mtoto anamkataza babake, ilibidi baba akubali kumsikiliza mtoto wake na kumwambia, baba naumia, baba ataniua, baba mwambie aache, mkataze mganga mwambie aache. Basi mwanamke naye kutoa shinikizo, basi baba hakutaka kuelewa, akaanza kumwaga tena na tena, hakutaka tena masuala haya ya kishirikina, na mwisho wa siku akasimamisha ngoma. Mganga alimwangalia kwa jicho kali sana na jicho la husda, na akaona hasa huyu mzee kataka nini. Lakini alipoacha kufanya mambo yale, na huyu jamaa huku alau naye anapata nguvu, lakini kwa mbali anaona kivuli cha mwanamke kikiwa kimesimama. Basi mtoto mpaka anapelekwa hospitali, hali yake ilikuwa kama tayari amecollapse ama ameparalyze. Mtoto amekuwa kama amekutwa na kivambo, ndio kila kitu kimejipinda, mdomo umepinda, mkono umepinda, miguu nayo imepinda. Baba yupo katika tahayari, na leo kamkumbuka Yesu Kristo, na alifika moja kwa moja kwa mchungaji. Lakini mchungaji akamwambia, hakika mimi sina cha kukusaidia, hakika Mungu ndiye ambaye anaweza. Haleluya! Basi mzee wa kanisa akampeleka kanisa, na yule jamaa yake wa karibu ambao siku zote yeye Kijapani anakielewa, yupo anasikiliza vizuri maneno haya ya mzee. Sawa, jamaa aliwaitikia, na lakini jamaa yake alimshauri kitu, akamwambia hebu kwanza asubuhi tuitane tujue tunafanyaje. Basi jamaa alitoka taratibu katika kanisa lile na kuondoka na kuacha siku inayofuata ili mradi waweke mkutano na watu wake kama jinsi walivyoongea. Na kweli asubuhi ilipotimu, jamaa na marafiki zake wote akawaelezea juu ya huyo mzee ambaye anaishi polini na watu maneno yao ambayo wanasema, na akaelezea tatizo ambalo sasa hivi linamsumbua binti yake, na akaambia hakika huyo mzee ni mtu wa kufa. Basi wakanunua vifaa, mapanga, majembe, makoleo na kila kitu kwenda kumfanyia vurugu huyo mzee. Lakini walipofika ndani ya nyumba hii, walimkuta mzee ameshaondoka zamani. Yaani mzee alishajua kinachokuja kutokea, na hata walivyosaka walikuta kunguru kwa wingi, na walivyozidi kuingia mapolini
ili mradi umwangalie huyu mzee, kumbe alikuwa anakimbia. Mzee alikuja mpaka hapa katika ile gari, na hata alipouangalia ule mwili alikuta ule mwili tayari umeshaondoka, na mzee hapa akashindwa kupata jibu lilokuwa safi na salama. Lakini mzee akiwa anajitetea, na upande huku wenzake walikuwa wamekuja hapa kumtafuta ili mradi wakimuona wafanya jambo lolote, na wakakuta picha ya mzee naye imepigwa imening'inizwa hapo hapo. Lakini ni maswali mengi ambayo wanajiuliza, na hapa wakamkuta yule jamaa ambaye alikuja na gari, tuseme ni yule ambaye tunaweza tukasema ni mfugaji ama ni mwindaji. Mwindaji anakuja hali yake ikiwa mbaya, ama chizi wakataka kujitetea kwa sababu hali hii ya huyu mwindaji hawajaielewa, na kaona kama mwindaji huyu ameshabadilika kuwa kiumbe cha hatari, na huyu mwindaji akamngata huyu jamaa katika kundi la marafiki waliokuja hapa. Basi jamaa akachukua jiwe na akamsaidia swaiba yake, na huyu jamaa kila akimpiga, lakini matendo yote na matukio haya yote kuna mtu anayaona, yupo kwa mbali, anazidi kuangalia huu mchezo unaendaje, huu mchezo utaishaje. Sasa inatokea huyu jamaa anataka kumzuru Jampo, lakini anakuwa kama ugonjwa unamzidi ama vairasi zinamsumbua, na mwisho wa siku huyu jamaa anadondoka chini na kupoteza maisha. Afande anajua lililomtokea huyu jamaa ndilo ambalo litamtokea mke wake, na litamtokea mwanae, na litamtokea na yeye, kwa sababu mwanae alishaona jinsi mambo ambayo ameyapitia. Na baadhi ya watu ambao walikuja nao hapa nao walipata matatizo kidogo, lakini mara ghafla wanamwona huyu mzee akikimbia na wakamuunganishia, na walipomuunganishia wakazidi kumfata mzee, wala wakata tamaa, lakini akadondoka na kuteleza. Lakini mzee anajua nikijikwaa tena kwa hawa watu hawataniacha salama, bali watanikanda mpaka watanikanda tena. Mzee alitoka mpaka kufika sehemu ya wazi, na hata walipomwangalia mzee kakimbilia wapi, wala hakujua huyu mzee amekimbilia wapi. Taratibu wakawa wanashota mpora kumchunguza, labda huenda amejitosa, labda huenda amejitupa. Lakini ukweli uliokuwa mzito, mzee alikuwa kama komando, yani amejishikilia sehemu ya jiwe, na kila alipojizidi kujikaza, lakini nguvu ikaisha, na mzee akadondoka chini na akashindwa kupiga kelele, japokuwa kuna mtu alisikia kama kishindo. Lakini mzee alipojificha na ujamaa alipoangalia wala kumuona, na mzee akajibana kisawasawa, ili mradi vijana wasije wakamdhuru, ili mradi vijana wasije wakamuua. Lakini matukio haya yote bwana mama huyu ama huyu mtu alovaa nguo nyeupe anashuhudia, na mzee hapa anayaona. Basi taratibu hawa watu wakasaidiana na wakaingia ndani ya gari yao wakaanza kuondoka. Lakini jamaa alikuwa na wasiwasi juu ya binti yake, na anataka kujua mama yake na mtoto wake wanaendeleaje. Lakini ghafla hapo wanakosana na gari, na ajali nzito ilitaka kutokea, na walipoangalia vizuri kuna vitu vingi vimetokea hapa, umeelewa? Wakatamani kushuka, na waliposhuka wakakuta maiti imedondoka chini. Sasa ajabu na maswali mengi tutajiuliza, huyu mzee hapa amefikaje? Ama huyu mzee ndiye ambaye alikuwa anaendesha gari? Kwa sababu hapa anaonekana amekufa, ni mzee Sumanjiro, na mzee huyu amedondoka hapa katika gari. Wakaona isiwe shida bwana, sasa kama tushaua na mzee ambao tunataka afe ameshakufa, basi wakamtosa huko ndani ya msitu mkubwa na kutoa ushahidi hapa. Lakini matukio haya yote huyu mwanamama anashuhudia kwa pembeni, na jamaa aliporudi huku hospitali moja kwa moja haamini anachokiona. Anamkuta binti yake uko safi na salama, wala haumwi tena, sio malaria tu wala UTI tena, binti yake hana. Ina maana binti huyu amepona mazima. Baba alijisikia furaha sana, na akaamini yale ambayo alikuwa anayawaza na kuyafikiria, kwamba huyu mzee ndiyo chanzo cha kila kitu. Usiku amekaa na familia na mambo yakazidi kuendelea, na jamaa anapokea simu tena juu ya yule mtu ambaye rafiki yake ambaye ameng'atwa na yule mzimu, ama yule mtu ambaye tayari alikuwa ameshabadilika. Basi taratibu wakashota mpola na maaskari wakajaa wote kwa pamoja. Lakini askari huyu alikuwa kama amekata tamaa, na amekata tamaa kwa sababu yeye amemtokea mazito na amejikuta ameua familia yake yote. Kwa hiyo huyu mganga leo amekuja huku damu zikiwa zinamtoka puani, alau amekuja kumshauri huyu jamaa aache anachokifuatilia. Lakini hapa huyu jamaa kuna jambo analiona na anatapika vikali. Kwa hiyo alipomwona huyu mwanamke, huyu jamaa akaanza kutapika na damu nyingi kumtoka kwenye pua, na huyu jamaa alikimbia. Lakini huyu mchizi anakuta yule mganga amempigia simu nyingi, na kwa kuwa mganga alivunja moyo wa jamaa,
Basi mganga hakunanii sana, akajitahidi sana kupiga simu, na anapokuja katika mzimu wake huko anakuta mambo nayo hayaendi sawa. Mganga kila akitaka kufanya majibu na majibu hapatikani, mara lana ndege kunguru wanadondoka ndani ya chumba chake. Sasa ikamtaka na yeye ajawe na jazba, umeelewa, na kushindwa kujua afanya kitu gani, na hata chumba chake cha kufanyia uganga nacho kiliharibika, na akasema mimi hakika narudi zangu nyumbani. Lakini kipindi anarudi nyumbani anakuta barare wengi wanagonga katika gari yake. Yaani huyu mtu akaanza kufuta kila muda, upepo kazidi kuwa mkali, akaona mbona kama nasababishwa ajali hapa, umeelewa. Basi nusu ajali aipate, lakini alitoka nje ya gari, lakini hakukuwa tena na barare nje, na ikiwa akiendesha gari barare wanatokea. Kwa hiyo uchawi sio Tanzania tu wala sio Nigeria, uchawi ni dunia nzima. Uchawi upo, bali malogo ndiyo yanatofautiana. Basi jamaa akabidi apige tena simu na Jangpo akapokea. Huyu Jangwanga anamwambia hakika huyo babu ambaye unamsemea ni mtu ambaye ni hatari sana. Kwa hiyo kama ni mtu hatari sana, usikae naye karibu na wala usimsogelee, umeelewa? Kwa hiyo hapa huyu mganga anamwambia kitu, na anachomwambia juu ya huyu mwanamke sio yule mganga ambaye yuko kule. Sasa anasema huyo sio ambaye yeye ni muhusika wa kila kitu, ni mwanamke mmoja ambaye anavaa nguo nyeupe. Sasa hivi Jangwanga amebadilika. Mara kwanza alisema yule jamaa yake ambaye yuko kule polini ndio ambaye yeye anahusika na mambo yote. Sasa hivi anakuja anamtoa huyu jamaa, anamtia huyu mwanamke ambaye anatembea na huyu jamaa, umeelewa? Kwa hiyo jamaa akaanza kumfafanulia, lakini yule mchungaji naye aliingia ndani ya pango zito kutafuta ushauri ama kutafuta kinachoendelea, kwa sababu alienda mpaka katika ile nyumba hakuona na kuona pango kama linawaka, na upande huu hapa jamaa akimwangalia binti yake, wala binti yake tena amuone. Lakini hapa anakuja kukutana na yule mwanamke, na alipokutana na mwanamke anamwambia hakika huyo mtu ambaye unamficha wewe ambaye yuko mlimani ni shetani, na ushetani wake ni mkubwa sana, na hakika atakimaliza kijiji chenu chote, yani kwa siku moja tu ama siku mbili, na mji utabadilika. Kwa hiyo mwanamama huyu akaendelea kumwambia, lakini na jamaa naye alitaka kupokea simu, anaambiwa huyo mwanamama ni mbaya sana. Kwa jamaa akawa yupo katika misunderstanding, na ajue wapi pa kuelekea, ajui wapi pa kushika, na ajui nani ni mkweli na ajui nani ni muongo. Kwa hiyo jamaa akamwambia hakika mistaki yote hayo, naye mtaka ni binti yangu, tafadhali namwombeni binti yangu. Basi mwanamama huyu akashindwa amwambie nini, lakini huku upande wa pili mchungaji anaingia ndani ya hili kaburi ama hili pango, anamkuta tena yule mzee ambaye nasadikika amekufa na amegongwa na gari. Mchungaji kidogo ilimtaka ashangae, lakini ndio kwanza mzee alikuwa anatabasamu na kucheka. Anamwambia wewe, je, unasema mimi ni nani? Anamwambia hakika wewe sitakuwa sio chochote, kwa sababu huyo mzee ambaye anamjua mimi tayari ameshakufa. Akaambia mwangalia nywele zangu, je, nina dalili hapa ya kufa ama nina dalili ya kuonekana kama mfu? Kwa hiyo mchungaji hapa anamwambia licha unaweza kuwa ukawa mfu na ukawa kama kiumbe cha hatari. Kwa hiyo kama mimi ni kiumbe cha hatari, unataka nini? Jamaa akaanza kucheka. Yaani huyu mchizi Mjapani, huyu mzee anamcheka jamaa, na upande huku hawa watu wanabishana, kwa sababu alishatiwa sumu kuhusu mwanamke ni mshenzi sana, huyu mwanamke ni shetani. Kwa hiyo na huyu mwanamke anamtuliza, anambia hakika huwezi ukaniamini leo, ila utaniamini kesho, na hiyo kesho kutwa ukija kuniamini mimi sio mkaaji sana hapa. Simu inapigwa sana, na jamaa ikabidi apige na kuongea naye. Anaambiwa hakika huyo mwanamke sio mtu mzuri, na ukiweza haraka sana toka hapo ulipo, la sivyo huyu mwanamke atakuua. Na yule jamaa ni mganga kama alivyokuwa mimi. Kwa hiyo tumekuja wote kupambana na huyu mwanamke Shiro, kwa sababu Shiro ni mwanamke mbaya sana, na mwanamke ambaye ni mshirikina kushinda kitu chochote. Kwa hiyo jamaa anajikuta katika misunderstanding, ajue mkubalie nani, ajue mkatalie nani. Huyu anasema yule mzee kule ndio shetani, na huyu mganga ambaye alimuita hapa anasema huyu mwanamke ndio shetani. Kabidi huyu mwanamke amwambie kitu, hakika hao wanashirikiana, hakika hao lao ni moja. Kwa hiyo maamuzi ni yako. Akamwambia jamaa, bwana mnazidi kunichanganya. Basi mtajua mimi kitu gani cha kufanya. Akakumbuka moment nyingi sana. Akakumbuka hata kipindi cha mwanae kipo karibu na mguu wa huyu mama hapa chini.
Basi jamaa akamwangalia vizuri na kujua kitu gani ambacho kinaendelea, lakini mwanamama huyu alikuja taratibu na kuona baadhi ya miili ambayo kipindi inachukuliwa, na huku kiatu kile ambacho kimeokotwa na vitu vingi sana, huyu mwanamama naye anaviona kama maono, na mchizi chap kwa haraka aliondoka na kuwahi familia yake. Mwanamama alipiga kelele sana na kumwambia jamaa, hakuna huo ukweli wote, hakika familia yako yote itaangamia. Na kweli mchizi anaporudi nyumbani kwake haamini, anakuta nyumba iko ovyo ovyo, nyumba yake imeshaharibiwa na kukuta damu nyingi zimetapakaa, na jamaa akazidi kuendelea, lakini anamkuta mke wake Mima tayari ameshauliwa na mkewe ameuliwa na mwanae mwenye wa kumzaa ameshika kisu mkononi. Afande anapiga kelele, anachanganyikiwa, kilio kikali kinamtokea, na huyu mwanamama huku alishuhudia. Kwa hiyo mchizi yeye alianza kupata kumbukumbu, kumbe hata yule mwanamke ambaye alikuwa baa pale ndio huyu ambaye siku zote pale alikuja akamwambia, mimi naelewa ushahidi, mimi najua kila kitu. Akaanza kumjengea na kuvuta kumbukumbu yake, kwa sababu alishamsogelea karibu. Jamaa ikabidi ajicheke, na upande huku huyu padri anapata siri nzito kwa huyu jamaa. Anamwambia, kweli unasema mimi nafanana na huyo shetani? Hebu kwanza tumwangalie. Kwanza sogea karibu hapa nikuonyeshe picha. Lakini kipindi mzee anafanya mambo mengine haya yote, lakini jamaa anapomwangalia kweli kwa macho yake anakubali kwamba huyu mzee sio mtu wa kawaida, bali ni shetani. Angalia mzee jinsi alivyo. Ambia siwezi nikakuacha ukaondoka mzima, na hii ya kwamba hapo amekuja mwenyewe, na mzee amebadilika na kuwa kiumbe cha hatari, na mwisho wa siku kumteketeza huyu mchungaji. Upande huku radi zinaendelea, na hapa hakuna kinachotakiwa kuwepo, lakini mwanamama alishamwambia hakika kila kitu ni hawa wenyewe ndio ambao wamepanga. Hata huyu mganga ambaye amekuja hapa, yeye sio mganga, bali huyu mtu alokuja hapa naye ni shetani, na yeye huyu jamaa ndio ambaye mpiga picha mzuri sana, na yeye ndio ambaye anachukua picha kwenye kila matukio ambapo yakitokea. Na mwisho wa siku yeye alienda katika kile kibanda cha ule mzee na kukusanya zile picha zote, kumbe alikuwa ni yeye. Kwa hiyo na maana huyu mganga Jangwang na yule mzee wanafanya kazi pamoja, lakini hatujajua huyu bidada anafanya kazi na nani. Na hapa anaonekana huyu mzee akiwa anamngojea mtu hapa, na kukuta familia moja ikiwa inacheza cheza na akatoa pipi, lakini familia hii ilikataa, na mwanamama huyu akabaki na familia yake akiwa yupo katika sehemu ya kumsubirie ama kumsubiri mtu ambaye amekubaliana. Na kweli mganga huyu na huyu jamaa ni kitu kimoja. Mwanamama anaangalia hawa watu hao wakiondoka. Sasa huyu mwanamama ni nani na wale waganga ni akina nani? Sasa hapa hatujapata jibu lilokuwa zuri wanangu sana. Hii picha sio mchezo. Hii picha jamani ina historia kali na historia yake ya kufurahisha. Wanangu na wadau wangu wa Tam TV, kama bado hujasubscribe na ndo mara yako ya kwanza kujiunga nami, basi usisahau kusubscribe, na kama bado hujanifollow fanya haraka sana. Maana Tam TV kapo ni habari ya mjini. Chao chao.